Mgogoro unaoendelea kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua nyeti zaidi, huku sitisho la mapigano likiwa katika hatari ya kuvunjika muda wowote. Kauli kali kutoka kwa viongozi wakuu wa dunia zinaonyesha wazi kuwa hali ya Mashariki ya Kati inaweza kubadilika ghafla na kuingia katika vita kamili. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameunga mkono wazi msimamo wa Donald Trump kuhusu kuzingirwa kwa Iran kwa njia ya bahari, yani naval blockade. Netanyahu alisisitiza kuwa sitisho la mapigano linaweza kuvunjika wakati wowote, akidai kuwa Iran imekiuka makubaliano kwa kushindwa kufungua mara moja mlango bahari wa Strait of Hormuz ambao ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Aidha, Netanyahu alikanusha vikali madai ya kuwepo kwa mgawanyiko kati yake na Trump, akisema ushirikiano wao bado ni thabiti licha ya shinikizo la kimataifa. Kwa upande wake, jeshi la Marekani kupitia United States Central Command CENTCOM limetangaza kuwa meli zote zitakazopatikana katika eneo lililowekewa vikwazo zitakaguliwa au hata kukamatwa bila kujali bendera yake. Hatua hii inahusisha hata meli za misaada ya kibinadamu, jambo ambalo limeibua mjadala mkali kimataifa kuhusu athari za kibinadamu. Trump ameongeza vitisho zaidi, akionya kuwa meli yoyote ya Iran au washirika wake itakayojaribu kuvunja mzingiro huo itashambuliwa na kuharibiwa mara moja. Iran haijakaa kimya kabisa. Rais wake Masoud Pezeshkian amelaani kauli za Trump, akizitaja kuwa za matusi, hasa baada ya Trump kutoa matamshi yanayohusiana na viongozi wa kidini. Zaidi ya hayo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran kupitia Islamic Republic of Iran Broadcasting IRIB vimetangaza msimamo mkali. Ikiwa bandari za Iran zitahatarishwa, basi hakuna bandari yoyote katika eneo la Ghuba ya Uajemi itakayokuwa salama. Iran pia imeashiria uwezekano wa kufunga mlango bahari wa Bab el-Mandeb, njia muhimu inayounganisha bahari ya Shamu na bahari ya Hindi. Hatua hiyo inaweza kuvuruga biashara za kimataifa kwa kiwango kikubwa zaidi. Wakati mvutano ukiendelea kupanda, juhudi za kidiplomasia zinaendelea kwa kasi kubwa. Mataifa kama Misri, Pakistan na Uturuki yameanza kusukuma mazungumzo mapya kati ya Marekani na Iran kabla ya Aprili 21. Ripoti zinaonyesha kuwa licha ya tofauti zilizopo, pande zote bado hazijafikia mkwamo kamili na bado kuna nafasi ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani kabla ya muda wa sitisho la mapigano kuisha. Kwa sasa, dunia inaangalia kwa karibu, huku muda wa kuanza rasmi kwa mzingiro wa Marekani ukikaribia. Kauli kali kutoka kwa pande zote mbili, Marekani na Iran, zinaashiria hatari ya kuzuka kwa vita vikubwa, vita ambavyo vinaweza kuathiri sio tu Mashariki ya Kati, bali pia uchumi wa dunia kwa ujumla. Swali kubwa linalobakia ni je, diplomasia itafanikiwa kuzuia vita au dunia inaelekea kushuhudia mgogoro mwingine mkubwa wa kijeshi?